Walikuja kwa sababu walishajua hawana cha kupoteza, kwa sababu tayari walikuwa washapoteza kwao. Kwa hiyo walikuja, walijipanga sana, wametuletea surprise moja kubwa sana, lakini kwa uwezo na kwa uzoefu kwa hii michezo tunashukuru wachezaji wetu wametumia uzoefu wao na jinsi ya kujua hizi counters za kutoana imetusababisha kutufuzu kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tunapongeza timu yetu kwa kufuzu kwa ajili ya kwenda hatua nyingine inayofuata. Umeridhishwa na kiwango cha wachezaji ambacho wamekionyesha leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa? Wachezaji mimi nimeridhika kwa sababu mpira wa leo kama ninavyokuambia, wapinzani walikuja na utaratibu mwingine na wametuletea surprise, kwa sababu walipocheza kwao tofauti walivyokuja kucheza kwetu. Yaani kama hii mchezo huu waliocheza wangecheza kwao, ingewezekana tutakuwa tunaongea mambo mengine leo. Lakini wamekuja na surprise kubwa sana. Wamekuja kwanza leo wanatupress sana na walifanikiwa mpaka kufika kwenye magoli letu, lakini mwisho wa siku tunawapongeza wachezaji wetu kwa kufuzu, kwa sababu hatua hii hazina mbwembwe sana. Hatua hii kinachotakiwa ni kuweza kupata nafasi ya kufuzu kwenda hatua nyingine. Yaani ni hatua ya mtoano. Kwa hiyo hii haina mbwembwe sana. Unaweza ukacheza sana na matokeo yake ukafeli, na unaweza ukacheza vibaya matokeo yake ukafaulu. Kwa hiyo hatua hii ni hatua za tekniki sana ambazo wanazotakiwa kutumia wachezaji na makocha, ndio anaweza kufuzu kwa ajili ya kwenda hatua nyingine. Kwa kikosi hiki unafikiri kwamba mnaweza kufika mbali kimataifa kwa namna ambavyo unaona wanacheza? Mimi naamini tunaweza tukafika mbali, kwa sababu kila mchezaji ana uwezo mkubwa. Kwa sababu kama tukiangalia siku ya leo tumekosa magoli ya wazi zaidi ya 3. Sawa? Au akakosa goli 2 za peke yake. Sijui umeelewa. Kwa hiyo naamini kabisa kocha ni muda sasa kwenda kufanya uwanja wa mazoezi kuweza kuwapa maelekezo zaidi wachezaji, zile nafasi tunazozitengeneza ambazo tunazikosa basi ziwe zina mafanikio, kwa sababu michezo hii ya klabu bingwa kila nafasi atakuwa ifanyie kazi. Ukikosa unaweza kuadhibiwa. Kwa hiyo ndio maana imetupa wakati mgumu sana mechi ya leo, kwa sababu kama zile nafasi 2 za aua tungeweza kuscore, tusingepata wakati mgumu sana. Waangalie walivyokuwa wamekuja, jamaa wamebadilika kabisa, wameshaona kwamba wana uwezo nao wa kufuzu. Kwa hiyo mechi ya leo ilikuwa ni ngumu, lakini kwa wachezaji wangu naamini na imani nao kwamba tunaenda kufanya vitu vizuri mbele kama wataweza kukaa vizuri na kuwasikiliza walimu. Sasa tukiongea na sajili ambazo umesajili msimu huu, unazionaje? Kwa mfano kama Soa, mchezaji mzuri tumeona akifanya katika Singida Black Star. Toka je Simba na namna mechi alizocheza na muda aliyopata, unazungumzaje performance yake? Performance yake Soa ni nzuri kwa sababu kwenye ligi katupa goli. Hata leo kaonyesha mchezo mzuri tu. Ila tu anatakiwa tu kuna vitu Soa anatakiwa viache kidogo. Kwa mfano kama leo kadi ya njano, mimi nimesikitikia kwa sababu Soa filimbi ilishapigwa mapema sana. Ilikuwa kuna sababu ya yeye kupiga ule mpira. Vile vitu atakiwa kukaa, nadhani ni walimu waweze kukaa naye vizuri. Vitu kama vile vinatukosti. Sawa? Kwa sababu tatizo kama lile hutakiwi wewe kama wewe striker kufanya vitu kama vile, kwa sababu tunakutegemea na wewe tayari ni kioo chetu. Sijui umeelewa. Unapofanya vile unatugharimu katika timu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo atakiwa kukaa nayo, lakini Soa katika uchezaji ni mtu ambaye mzuri, alikuwa anachukua mpira vizuri, anagawa vizuri, anatafuta nafasi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kacheza vizuri tu na hana shida yoyote. Sasa wenzenu wanatamba Dar es Salaam Afrika wamepita kwa kishindo. Tuliona mchezo wao jana, lakini ule uliopita. Nafikiri kwa kikosi hiki kinaweza kuleta ushindani kweli kwenye ligi ya ndani hapa nchini. Ukitaka angalia mpinzani aliyokutana naye huyu anojisifu. Angalia mpinzani aliyokutana naye Simba siku ya leo. Ukishaangalia vitu hivyo viwili utaona kwamba nani alikutana na mpinzani mkali. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba wao maneno kuongea ni kawaida yao, waendelee kuongea, lakini tunachosema ni kwamba tumefuzu wote. Tupambanie nchi, tuone nani atakayetoka mapema. Msimu wa 5 hamna kombe la ligi kuu. Ligi unazungumziaje msimu huu? Labda pengine mnategemea chochote kitu kutoka kwa timu yenu? Msimu ndio umeanza, wachezaji wengi ingizo jipya na tumesajili. Kwa hiyo naamini kila mechi zinapozidi kwenda wachezaji wanazidi kuoana, kuwa pamoja. Naamini kabisa msimu huu utakuwa mtamu sana kwetu. Okay, asante sana. Asante ndugu yangu. Mambo? Habari yako? Wewe unashabikia timu gani? Bwana vipi? Naona mmeshinda na muenda katika hatua nyingine. Tumeenda hatua ya pili. Mechi ilikuwa rahisi, kwa ngumu. Ndio. Lakini kimsingi tumefuzu kwenda hatua ya pili. Wapinzani wetu wako wabaya sana. Zaidi ya wapinzani ambao wamepewa timu pinzani. Kwa tunashukuru Mungu kwamba hatua hii imeisha na ni kawaida ya Simba.
Kaida ya kufanya? Kaida ya Simba kuvuka hatua hizi. Kwa sasa tutakwenda hatua ya makundi na hatimaye twende ngazi nyingine. Wapinzani wanasema ni chupuli sana, yani kinyonge sana. Hapana. Gaborone sio timu ya mchezo mzaa kama ambavyo umeona. Kipindi cha kwanza wamedominate mpira kwa wingi sana, lakini kipindi cha pili tunashukuru kocha pia mpya Morocco. Leo tumeona mbinu kidogo ambazo amebadilisha wachezaji, umeona ameleta wakabaji, mshambuliaji kama kina Mokwala, kina Kibu Dennis wameingia na hatimaye unaona kabisa kina Mutare ameingia, game imebadilika. Kwa kama dakika zingeongezwa tu hatimaye kidogo tena zaidi ya 9 hizo. Wenda leo tungesema pia kuna zaidi ya goli 2 katika siku ya leo. Lakini si haba yako magoli ambayo tumekosa nafasi za wazi. Naamini walimu wanakwenda kushughulikia hilo na hatimaye mechi ndio kuja tena na tutafanya vizuri. Hii ndio Simba bana. Kwa kikosi chako jinsi ulivyokiona na usajili ambao umefanyika, unafikiri unaweza kufika mbali katika mashindano ya kimataifa? Wachezaji hao waliosajiliwa hawakusajiliwa kwa ajili tu ya mechi za ndani hapa. Kila aliyekuwa amesajiliwa ndani ya kikosi cha Simba tumelenga kwenda kwenye mashindano ya kimataifa tufanye vizuri zaidi. Si vyema kila siku tunaishia robo na hatimaye finali. Sasa hivi kama kombe hili la Afrika litakuja Tanzania kupitia timu ya Simba, basi kuna namna nyingine tu ijayo, lakini tunaamini kwa kosi bora hichi ambacho tunacho, basi kombe la Afrika linakuja Tanzania kupitia timu hii ya Simba. Tumeona usajili pia ambao mmefanya, mmesajili baadhi ya wachezaji na wengine tumeona pia nyota ya klabu yenu wameondoka. Lakini tukija kwenye safu ya ushambuliaji tumeona mmemsajili Soa. Yes. Kwa namna ambavyo mechi amecheza na huo muda mchache ambao umeupata, unamzungumzaje kama shabiki? Umeridhika na kiwango chake? Soa kimsingi nimeridhika na usajili wake, lakini changamoto inaokuja hapati mipira mizuri ya kulishwa. Soa ni mchezaji ambaye anatamani alishwe afu pamoja afunge. Lakini ukimtazama Mkwala ni mchezaji ambaye anashuka na kupokea mpira kwenda kushambulia. Lakini kwa mchezaji wa Soa, anataka mtu ambaye anaweza kamlisha mpira na hatimaye analijua goli vizuri. Kwa naamini usajili wake si mbaya, bali viungo wanaomchezesha Soa wajitahidi pia kumpatia haraka na aweze kuingiza golini pale. Sasa msimu wa 5 hamna kombe la ligi kuu nchini Tanzania. Unafikiri kwa kikosi hiki ambacho umesajili msimu huu angalau unaweza kuwa kwenu kwa namna ambavyo unaona? Kimsingi kila shabiki na kila mchezaji naye anaona ni tumepoteza kweli msimu mfululizo, msimu 5 pasipokuwa na kombe. Ni namna ambavyo timu imepitia katika vipindi tofauti. Lakini msimu huu wa 2025-26 ni msimu pekee kwa ajili ya mafanikio ya Simba. Sisi tunaamini kama hakuna chupuli zote ndani ya ligi yetu ya Tanzania, basi Simba hata msimu uliopita basi angeweza kuchukua kombe. Lakini kwa kuwa tu hata makocha wetu hawako timamu, wakati mwingine tunaweza tukasema pia, lakini tusiwalaumu. Tunarudi na wachezaji wetu, tunaingia ndani kurekebisha madhaifu yetu na hatimaye tunaamini hata kombe la NBC ile ambalo tumeanza msimu huu na tumepiga mechi ya kwanza kama ambavyo umeona. Tukianza vibaya, tunaamini tuna safari ndefu ya kufanya vizuri na hatimaye tutapata matokeo na hatimaye tutapata na kombe pia. Tumeona uko na familia yako, bila shaka huwa unaenda pia uwanjani kwa ajili ya kuangalia timu yako ya Simba. Sasa kitendo cha timu yako kufungiwa kutokuingiza mashabiki na ambacho kimesababisha hata wewe kuja kuangalia hapa mechi. Je, imekuathiri vipi wewe kama shabiki wa klabu ya Simba? Na kimsingi imetuathiri. Tulitamani tungekuwa Benjamin Mkapa pamoja na familia kama unavyoiona. Lakini tushukuru pia hata kutuleta mahali hapa. Vijana wanapata nafasi nzuri pia kupiga maji na kuogelea hapa kwa beach. Kwa hiyo kimsingi wao binafsi wameenjoy kuliko kuangalia huo mpira. Mpira waliniachia peke yangu. Lakini naamini wameenjoy sana. Okay. Unaitwa nani? Honest. Naitwa? Honest. Wewe unapenda Simba? Au babako anakulazimisha tu uwe shabiki wa Simba? Mwenyewe unaipenda Simba? Sio Yanga? Umefly vipi leo kuja hapa? Okay, asante sana ndugu yangu. Nakushukuru sana. Asante sana. Asante sana.